Timu ya taifa ya Iran imevutia hisia za wengi baada ya kuacha ujumbe wa amani katika chumba cha kubadilishia nguo kufuatia sare ya bila kufungana dhidi ya Ubelgiji katika mchezo wa kundi G wa Kombe la Dunia mwaka 2026 uliochezwa Jumapili jijini Los Angeles, Marekani. Ujumbe huo wa maandishi ya mkono uliochapishwa baadaye na shirikisho la soka la Iran FFIRI ulitoa wito wa amani, heshima na urafiki miongoni mwa mataifa yote duniani. Kuanzia Uajemi wa kale wa maelfu ya miaka iliyopita hadi Iran ya kisasa ya leo, roho ya Irani bado ipo hai na imara, ilisomeka sehemu ya ujumbe huo. Tulifika Los Angeles kwa fahari, tukashindana kwa heshima na tunaondoka kwa utu. Asante Los Angeles kwa ukarimu wako, na asante kwa kila Muirani aliyetoa moyo wake, sauti yake na nguvu zake kwa ajili ya Iran katika dakika hizi 180 za mashindano. Ujumbe huo ulihitimishwa kwa maneno, amani, heshima na urafiki vitawale miongoni mwa mataifa yote. Aidha, ujumbe huo ulizungumzia shambulio lililotokea katika shule ya wasichana mjini Minab mwanzoni mwa vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo watu wasiopungua 168 walipoteza maisha. Iran inashiriki Kombe la Dunia wakati nchi hiyo na Marekani zinaendelea na mazungumzo ya kidiplomasia yanayolenga kumaliza mzozo wa kijeshi uliopo kati yao. Hali hiyo imeifanya safari ya timu hiyo katika mashindano hayo kukumbwa na changamoto mbalimbali. Baadhi ya wajumbe muhimu wa benchi la ufundi la Iran walinyimwa visa za kuingia Marekani, huku FFIRI ikilalamikia hatua ya kufutwa kwa mgao wake wa tiketi kabla ya kuanza kwa mashindano. Kutokana na vikwazo hivyo, Iran ilihamisha kambi yake kutoka Arizona, Marekani na kwenda nchini Mexico. Kwa sasa timu hiyo inaruhusiwa kuingia Marekani siku moja kabla mechi na kuondoka mara tu baada ya mchezo kumalizika. Kocha wa Iran, Amir Galenoi, amewahi kueleza kuwa timu yake ndiyo iliyokandamizwa zaidi katika mashindano haya kutokana na mazingira yao. Iran sasa inajiandaa kwa mchezo wake wa mwisho wa hatua ya makundi dhidi ya Misri, huku ujumbe wake wa amani ukiendelea kuzungumzwa na mashabiki wa soka duniani.